Yesu was coming out of Jericho. Alipokuwa anakuja anakaribia Jericho. While he was going to Jerusalem. Wakati alikuwa anaelekea Jerusalem. There was a man. Kulikuwa kuna mtu sitting on the road. Ambaye alikuwa amekaa kando ya njia. Begging. Akiomba. The Bible says. Biblia inasema. This man. Huyu mtu. Was a blind man. Alikuwa mtu kipofu. Now I don't want to talk about Jesus today. Sasa leo sasa kuzungumzia Yesu. I want to talk about this blind man. Nataka nizungumzie huyu mtu kipofu. Because my topic today. Kwa sababu somo langu leo is a blind system. Ni mfumo kipofu. A blind system. Ni mfumo kipofu au mfumo ulio kipofu. Let's go to this man. Twende kwa huyu mtu sasa. The Bible says. Biblia inasema. This man. Huyu mtu. Is a blind man. Ni mtu kipofu. Begging. Akiomba. So this caught my attention. Kwa hiyo hii kamata akili yangu. Why are they calling him? Kwamba kwa nini wanamuita a blind man? Kwamba kwa nini wanamuita mtu kipofu? A blind man. Mtu kipofu. Is it because he cannot just see? Je, ni kwa sababu tu haoni? Or there was something more to it? Au kuna kitu zaidi ya hicho? Then something came to my mind. Alafu kuna kitu kikaja kikashika tena akili yangu. Ikaja kwenye akili yangu. That every man. Kwamba kila mtu is named. Anaitwa according to the system he is in. Sawa sawa na ule mfumo ambao yeye yuko ndani yake. Come on now. Back in the days, hapo zamani, here in Tanzania, hapa Tanzania, there was a corrupt system. Kulikuwa kuna mfumo wa rushwa, kulikuwa kuna rushwa. A corrupt system. Mfumo wa rushwa. In that time, na katika nyakati hizo, people, watu within the system, ndani ya huo mfumo, were called corrupt men. Walikuwa wanaitwa wala rushwa. So they were called corrupt men because they existed in the corrupt system. Walikuwa wanaitwa wala rushwa kwa sababu walikuwa wamepatikana katika huo mfumo wa rushwa. So corruption, kwa hiyo rushwa, is a habit. Ilikuwa ni tabia. It's not a disease. Sio ugonjwa. This man, huyu mtu, is called a blind man. Anaitwa mtu kipofu because he is in a blind system. Kwa sababu yuko katika mfumo ambao ni kipofu. Blindness, upofu, is not a disease. Sio ugonjwa. It's a habit. Ni tabia. How many of you understanding me? Wangapi mnanielewa? How many of you? Wangapi mnanielewa? I will show you how is it a system. Nitakuonesha huu mfumo uko vipi. I illustrated something in the morning. Let me illustrate it again. Asubuhi nilitoa mfano fulani. I want you to get this. Kwa sababu nataka uipate real fast. Real fast. The Bible says, Biblia inasema, there was a blind man. Kulikuwa kuna mtu kipofu. Every day, kila siku, this blind man, huyu mtu kipofu, used to wake up. Alikuwa anaamka in the morning. Asubuhi. He will take his jacket. Anachukua koti lake, put it on. Analivaa. Because he's blind. Kwa sababu ni kipofu, he will take his stick. Anaweza akachukua fimbo yake. Follow me very careful, okay? Nifuate kwa vizuri sana. He will take his stick. Anachukua fimbo yake. Because he's blind. Kwa sababu ni kipofu. He will take his cup. Anachukua kikombe chake. Because he's a beggar. Kwa sababu ni ombaomba. So he will go from his home. Kwa anatoka kutoka nyumbani kwake to that street in Jericho. Kwenda kuna ile njia pale Jericho. The street in Jericho. Pale kuna ile njia kule Jericho. When he gets there, anapofika pale, he will sit down. Anaweza anakaa chini. Follow me very carefully. Nifuate vizuri. When he sits down, anapokaa pale chini, takes out his cup. Anatoa kikombe chake, starts begging. Anaanza kuomba. Begging. Anaanza kuomba. In the evening, jioni, he will get up. Anainuka and go back to his place. Anarudi nyumbani kwake. The next day again, kesho yake tena, he will wake up again. Anaamka tena. Take his jacket. Anachukua koti lake, go to the same place. Anaenda tena pale pale. Same place. Sehemu ile ile. Sit down. Anakaa. Start begging again. Anaanza tena kuomba. The whole day. Siku nzima. In the evening, jioni, he will get up. Anainuka and go back home. Anarudi zake nyumbani. He always does this. Mara zote anafanya hivyo. Because it is a system to him. Kwa sababu kwake ni mfumo. Amen. Kashajitengenezea mfumo huo. He is in a blind system. Yuko katika mfumo kipofu. That's why he does this every day. Ndio maana anafanya hivi kila siku. Now do you get me? Sasa unanipata? Amen. Now this also happens to our lives. Na hichi pia kinatokea katika maisha yetu. Every day, kila siku, you will wake up. Unaamka asubuhi. Put on your clothes. Unavaa nguo zako. You will go to work. Unaenda kazini.
When you get to work, Unapofika pale you kazini, will walk unafanya kazi, and walk unafanya kazi, and walk. na unafanya kazi. In the evening, Jioni, you will go back home unarudi nyumbani to your family. kwa familia yako. The next day, Kesho yake, you wake up again, unaamka tena asubuhi, go to work. unaenda kazini. When you get to work, Unafika kazini, work, unafanya kazi, walk, unafanya kazi, and walk. unafanya kazi. In the evening, Jioni, you will go back to your space. unarudi zako nyumbani. It's the system. Ni mfumo. Follow me very well. Nifuate vizuri. For some students, Kwa baadhi ya wanafunzi, every morning, kila asubuhi, I'm a student too. mimi pia ni mwanafunzi. I will wake up in the morning. Ninaamka asubuhi, I will go to class. ninaenda darasani, Listen to the lecturer. ninamsikiliza yule In mwadhiri. the evening, Jioni, I will go back to my place. naweza nyumbani kwangu, The next day, kesho yake, I will do the same thing again. nitafanya hivyo hivyo tena. Because it is the system. Kwa sababu ni mfumo. Everything Kila kitu is in a system. kiko katika mfumo. And what's the most threatening thing? Na kitu cha kutisha sasa, The system mfumo is coming to the church now. unakuja ndani ya kanisa sasa hivi. People wake up in the morning, Watu wanaamka asubuhi, every Sunday, kila Jumapili, come to church, wanakuja kanisani, listen to the praise team, wanasikiliza mahubiri au wanasikiliza timu ya sifa, listen to the preaching, wanasikiliza mhubiri, give their offering. wanatoa sadaka zao. In the evening, Alafu jioni they go wanaondoka back to kwa. your place. Because now, Kwa sababu sasa this is the system. ni mfumo. Now I want to ask you a question. Sasa nataka nikuulize wewe swali. This blind man, Huyu mtu kipofu, huyu mtu kipofu, was he enjoying yeye alikuwa anafurahia every day kila siku going to beg kwenda pale kuomba, and even evening na jioni going back to his place? anaanza nyumbani kwake? Was he happy about it? Alikuwa anaifurahia hiyo? Was he happy about it? Alikuwa anaifurahia hiyo? My question is, Swali langu ni kwamba why did he keep going kwa nini alikuwa anaendelea tu kwenda to the same place, pale pale, sit down anakaa chini and beg na anaanza kuomba every day? kila siku? System. Mfumo. Yes. The only thing that kept him under the system, Kitu pekee ambacho kilimweka katika huo mfumo it's pressure. ni shinikizo. The only thing you go to work every day Sababu pekee kwa zile unaenda kazini kila siku, is because at the end of the day, kwa sababu ni mwisho, you have to feed your children. kwamba mwisho wa siku lazima uwape mahitaji ya watoto wako, It's pressure. ni ile shinikizo. The only reason you go to class Sababu ya kwa nini unaenda darasani, is because at the end of the day, kwa sababu inamaanisha mwisho wa siku you don't want to fail your exam. la unataki kushindwa mitihani yako, Pressure. shinikizo. Now the system Sasa mfumo is coming to the church. unakuja ndani ya kanisa, And but the bad thing about the system, na kitu kibaya kuhusiana na mambo ya mfumo, when you know the system, unapojua mfumo, when you dwell a long time in the system, unapokaa kwa kudumu sana katika mfumo fulani, every day, kila siku this man huyu mtu gets up and goes to beg. alikuwa anatoka anaamka na kwenda He kuomba, has dwelled in the system. amekaa katika huo mfumo. Now that he knows the system, Sasa kwa sababu sasa hivi unajua mfumo, listen to this. If you know the system, unapojua mfumo, you become the system. wewe unakuwa huo mfumo. He was in the blind system. Alikuwa katika mfumo huo He upofu, became a blind man. akawa mtu kipofu. It wasn't a disease. Haukuwa ugonjwa, It was a habit. ulikuwa ni tabia. Asubuhi nitolea mfano mmoja. I called a girl up here. Nilimwita binti hapa, Then I give an example. alafu nikatoa mfano. Let's say maybe Labda tuseme kwa mfano, I was in a relationship with that girl. nilikuwa niko katika mahusiano na huyo binti. I need one girl here. Nataka Very binti fast. mmoja hapa. Very fast. Dada moja anajiamini sana. Sasa kidogo kidogo bwana wewe, rudi bwana wewe. Amen. Mungu ambariki kwa hivyo. Amen. Now listen. Bwana asifiwe. Listen. Let's say Tuseme I'm in a relationship niko katika mahusiano with Margaret. na dada Magi. The first day, Siku ya kwanza I will go to her very happy. nitaenda kwake na furaha. Margaret, how are you? Magi, vipi? I love you so much. Penda sana. Oh, you're full in my heart. Umejaa katika moyo wangu. God bless you. Mungu akubariki. Then I leave. Alafu naondoka. First day. Siku ya kwanza hiyo. The second day, Siku ya pili I'll go there again. nitaenda tena pale. Still the excitement is there. Bado ile hamasa ipo. How are you, Margaret? Habari. I'm so happy to see you. Nina furaha sana You know I kuona. love you so much. Unajua nakupenda sana. I'll go away. Nitaondoka. Second day. Siku ya pili. After 4 months, Baada ya miezi minne. you're being seeing her every day. Umekuwa unaona kila siku. After 4 months, Baada ya miezi minne. it becomes
becomes normal. Inakuwa kama sasa kawaida. Mazoea. It becomes normal Yanakuwa sasa ni mazoea. to see Margaret. Kumuona Margaret. So when it becomes normal, Kwa inapokuwa mazoea that kwako, excitement ile hamasa goes away. inaondoka. So you come again. Kwa unarudi tena. Margaret, how are you? Okay, Okay, I'll see you. Okay, tutakuwa baadaye. Am I lying? Na inadanganya. Am I lying? Nadanganya. No, it's true. Takuwa sit. When you get a job, Unapopata kazi, the first day you get a job, siku ya kwanza unapopata kazi, nitakuja kutoa ushuhuda. Nasema uongo? Kweli. Asubuhi nitaka kuwataja hapa, wenyewe unataja. The first day you get a job, siku ya kwanza unapopata kazi, person is so excited. mtu anakuwa na furaha na I hamasa am kubwa. exposed, everything, get ready early. Anapiga pasi nguo zake, kila kitu, anaamka mapema. They even come here to give out a testimony Wanakuja hata hapa kutoa shuhuda because it's so exciting. kwa sababu wanaifurahia. But as they keep going to the job, Lakini unapoendelea kwenda kazini, after 6 months, baada ya miezi 6, it becomes normal. inakuwa mazoea. So the excitement, Kwa ile hamasa ya ile It's gone away. hali imeondoka. follow me very carefully. Nifuate vizuri. For students, Kwa wanafunzi, I am a student. mimi ni mwanafunzi. Back in China, Kule China, the first day, siku ya kwanza I was told that I'm going to study medicine. niliposema kwamba naenda kusomea In udaktari China, It was very exciting. ilikuwa ya kufurahisha. People could see it in my face. Ungeweza kuiona hata kwenye uso wangu. People could see it in my face. Watu walikuwa wanaweza kuiona kwenye uso I wangu. was so happy. Nilikuwa na furaha. So the first day in class, Kwa siku ya kwanza I darasani, was the first one to get in class. mimi nilikuwa wa kwanza kufika I darasani. was so excited. Nilikuwa na furaha na ya hamasa. I went to class, Nikaenda darasani, listened to the lecture. nikamsikiza yule mhadhiri. Every word he said, Kila neno alilolisema, I wrote down. niliandika. I was so happy. Nilikuwa na furaha. I went away. Nikarudi, nikaondoka. After 1 year, Baada ya mwaka mmoja, I'm the last person to get in the class. mimi ndio mtu wa mwisho kuingia darasani. The excitement is gone. Ile hamasa ile hali imeisha. Because now, Kwa sababu sasa hivi it's normal. kwa imekuwa ni mazoea. When people go to church, Watu wanapoenda kanisani, in the beginning, mwanzoni it's a new church, Living Water Center. ni kanisa nje, Living Water. Apostle Onesimo Ndege, Tuna Onesimo Ndege, very powerful man of God. mtu wa Mungu ana nguvu. So they come here and listen to him. Wanakuja wanamsikiliza. First day, Siku ya kwanza it's very exciting. inafurahisha. After 6 months, Baada ya miezi 6, 1 year, mwaka mmoja, it becomes normal listening to him. yanakuwa ni mazoea sasa kumsikiza. The excitement Imezoelea. is gone. Ile hamasa imeondoka. Last year, Mwaka jana, I was giving this example in the morning. mfano ule Last year. mwaka jana We went with Baba, tulienda na baba Word Alive. kanisa la Word Alive. People were very excited. Watu walimfurahia sana. People were receiving the word. Watu walipokea neno. Then Dad asked, Hapo baba akauliza sasa, why is it not the same at Living Water Center? kwamba kwa nini sio hivi pale nyumbani I kwetu? thought and I thought and I thought Nikatafakari And I realized na nikaja kugundua that a system kwamba mfumo makes you feel it's now normal listening to God's word. unakufanya uone kwamba sasa hivi ni kawaida kulisikia neno la Mungu. Imprisons your mind. Kwa hiyo linaifunga akili yako. I'm a doctor. Mimi ni daktari. I'm studying now. Nasoma sasa hivi. After 2 years, I'll be a full doctor. Baada ya miaka miwili nitakuwa daktari kamili. Now listen. Sasa sikiliza. At school, Pale shuleni they teach me to be a doctor. wananifundisha mimi kuwa daktari. Every day. Kila siku. This is how you touch a steering. Hivi ndio ambavyo unashika This sindano. is how you do your everything about being a doctor. Kila kitu kuhusiana na kuwa daktari. That's where I learn. Hivyo ndio ninavyofundishwa. At the end of the day, Mwisho wa siku I'll be a doctor. mimi nitakuwa daktari. Remember, Kumbuka, going to school kwenda shule is also a system. ni pia ni mfumo. Everything Kila kitu is a system. ni mfumo. So when you go to school, Na unapokwenda shule they teach you to be a doctor. wanakufundisha kuwa Once daktari. they teach you to be a doctor, Wanapofundisha kuwa you daktari, cannot see beyond huwezi kuona zaidi being a doctor. ya kuwa daktari. So a system Kwa hiyo mfumo drains your vision. unaunyonya maono yako, It only confines you. unakufunga pale, It cages you inakufunga to its own system. katika mfumo wake wenyewe. So if you're a doctor, Kwa kama ni you're daktari, just a doctor. ni daktari You can tu, never be a lawyer. hauwezi kuwa wakili wala sheria. That's what's happening in the church. Hichi ndio ambacho kinatokea kanisani. You saw Margaret here, right? Mama na Margaret hapa, Our relationship mahusiano yetu became a system. yakawa ni mfumo. When a relationship Mahusiano becomes a system, yanapokuwa mfumo, there is no love. hakuna upendo. Many of our relationships with God Mahusiano yetu na Mungu are systems. ni mfumo, ni mifumo. That's why you can't love God. Ndio maana huwezi kumpenda Mungu. Tunaelewana? Bwana asifiwe. Amen. So we come to church. Kwa hiyo tunakuja kanisani, Our worship ibada yetu is a system. ni mfumo.
Our praise sifa zetu is a system. ni mfumo. But we must know one thing. Lakini lazima tujue At jambo the end of the moja. day, Mwisho wa siku we cannot systemize God's word. hatuwezi kuwekea mfumo neno la Mungu. We cannot systemize God's word. Hatuwezi kuwekea mfumo neno la Mungu. During Moses' time, Nyakati za Musa, Moses used to use a stick. Musa alikuwa anatumia fimbo. But during Joshua, Lakini nyakati za Yoshua there was no stick. hapakuwa na fimbo. Because if there was a stick again, Kwa sababu kama kuwa na fimbo tena, that would have been a system. huo ungekuwa ni mfumo. Tunaelewana? Amen. Because I'm told to go with time, Kwa sababu ya muda, I'm going to tell you this story. nitakwambia simulizi hii. I have 10 minutes remaining. Na kama dakika 10 zimebakia. No. I was reading a book one day. You still have about 17 minutes. Thank you very much. Na dakika 15. My watch is very correct. Pigeni Yesu makofi. Ila mnanielewa, right? Amen. A blind system. Mfumo kipofu. I was reading a story one day. Nilikuwa nasoma simulizi fulani siku moja. There was a dog. Kulikuwa kuna mbwa. This dog was hungry. Huyu mbwa alikuwa na njaa. Very, very hungry. Alikuwa na njaa sana. Hasn't eaten for 5 days. Ajala siku 5. 5 days. Siku 5. One day it was walking. Siku moja alikuwa anatembea. Then it saw a cat Hapa akamwona paka. from very far. Kutoka mbali sana. The dog said, "This is my opportunity to eat. Mbwa akasema hii ni fursa kwangu ya kula. So I'm not going to let this opportunity go." Kwa hiyo siwezi kuacha hii fursa ipite. The dog Mbwa started chasing the cat. akaanza kumkimbiza paka. So the dog chased the cat. Kwa mbwa akamkimbiza He paka. chased it. Akamkimbiza. He chased it. Akamkimbiza. He chased it. Akamkimbiza. But at the end of the day, Lakini mwisho wa the siku dog missed the cat. mbwa akamkosa yule paka. The cat found its way out. Yule paka akapata penyo akakimbia. Why I was reading this story? Na kwa nini nakusimulia hii simulizi? Because I got something from it. Kwa sababu nilipata kitu kutoka kwa hiyo simulizi. This dog Huyu mbwa was chasing the cat. alikuwa anamkimbiza paka. The dog was running. Mbwa alikuwa anakimbia And the cat was running. na paka pia alikuwa anakimbia. The dog Mbwa was chasing the cat alikuwa anamkimbiza paka because it was hungry. kwa sababu alikuwa na So njaa. listen. Both the dog and the cat are running. Wote mbwa na paka Am wanakimbia. I right? Both the dog and cat are running. Wote mbwa na paka wanakimbia. But the dog Lakini mbwa was running alikuwa anakimbia for a meal. kwa ajili ya chakula, kufuata The chakula. cat Mpaka was running alikuwa anakimbia for his life. kwa ajili ya maisha yake mwenyewe. Amen. In the church system now, Katika mfumo wa kanisa sasa hivi, listen, life maisha is a race. ni mbio. Everyone is running. Kila mtu anakimbia. Everyone is running. Kila mtu anakimbia. Because there's a saying that says, Na kuna msemo unasema we run out of time. unaishiwa muda. We are running out of time. Tunaishiwa muda. So life Kwa hiyo maisha is a race. ni mbio. We are actually running. Tunakimbia. But what are you running for? Lakini wewe unakimbilia nini? Are you running for a meal? Unakimbilia Or chakula you're running for your life? au unakimbilia uzima na maisha? Let me ask you something. Wacha nikuulize jambo kitu. If I ask you, Nikikuuliza last year mwaka jana on Christmas, ni Christmas, what did you eat? ulikula nini? You won't remember. Hautakumbuka. It wasn't important. Kwa sababu haikuwa na umuhimu. But if I ask you, Lakini kama nikikuuliza last year, mwaka jana you got an accident, ulipata do ajali, you remember it? utaikumbuka. You will even remember the second Utakumbuka hata sekunde the accident happened. ile ajali ilipotokea. Because that meal Kwa sababu is ile not chakula important. hakuna But your life lakini is mahusiano yako na important. ni ya muhimu. Yet in the church, Hapa na sema people are unataka running watu wanakimbia and running na kukimbia and running na kukimbia for meals kwa ajili ya mili tu instead of life. baada ya uzima na maisha. Hatuna maana. Amen. Powerful. A blind system. Mfumo kipofu. Blind system. Mfumo kipofu. Loving God is not easy. Kumpenda Mungu sio rahisi. Yeah. These days, loving God is not easy anymore. Siku hizi kumpenda Mungu sio rahisi tena. Because our relationships with God Kwa sababu mahusiano yetu yameondoka. is a system. Mahusiano yetu na Mungu ni mfumo. Our relationship with God Mahusiano yetu na Mungu is a system. yamekuwa mfumo. We pray Tunaomba as a system. kama mfumo. We worship Tunaabudu as a system. kama mfumo. Praise God. Bwana asifiwe. Let me show you something. Wacha nikuoneshe kitu. So this man
Kwa huyu mtu every day, kila siku, I need my jacket. Every day, kila siku, this man, huyu mtu, as I'm finishing, listen to me very napoenda carefully. kumalizia, nisikiza vizuri. This man, Huyu mtu every day, kila siku take his jacket, anachukua koti lake, go to the same place. anaenda sehemu ile ile, He will sit down atakaa chini and he will start begging. na ataanza kuomba, Then he will go back to his place. hapo tuone nyumbani kwake, Because it is a system. kwa sababu ni mfumo, It is a system. ni mfumo. He doesn't enjoy the system, Haufurahii mfumo, but he has nothing else to do. lakini hana kingine cha kufanya, Because the system kwa sababu mfumo imprisons your mind. umefunga akili yake. We go to church, Tunaenda kuja but kanisani, at the end of the day, lakini mwisho wa siku nothing happens. hakuna kitu kinatokea, Because now going to church kwa sababu sasa kuja kanisani is a system, umekuwa mfumo, not a lifestyle. sio maisha. Tuko pamoja? Yeah. Tuko pamoja? Amen. So one day, Kwa siku moja this man huyu mtu went to his place as usual akaenda sehemu yake ile kama kawaida, and was just sitting there. na akawa amekaa pale. While he was sitting, Alipokuwa amekaa he heard noises. akasikia makelele There was fulani, a crowd passing. kulikuwa kuna watu wanapita, A crowd passing. watu wengi walikuwa wanapita. He's used to his system. Alikuwa amezoelea ule mfumo Watch wake. this. Angalia hii, He's used to his system. alikuwa amezoelea ule mfumo wake, Every day going there, kila siku akaenda pale just begging. anaomba, There's nothing new. hakuna kitu No kipya, excitement. hamna It's kinachofurahisha, just normal now. mambo tu ya mazoea ya kawaida. So he was just sitting there, Alikuwa amekaa tu pale begging. akiomba. Then one day, Siku moja he had a crowd passing. akasikia watu wengi wanapita, This is something new. kwamba hichi ni kitu kipya To his system. kwa mfumo wangu. A crowd passing. Watu wengi wanapita. Then he asked, Hapo akauliza, what's going on? nini kinaendelea huko? What is going on? Nini kinaendelea? Then they told him, Wakamwambia, Jesus of Nazareth Yesu wa Nazareti is passing. anapita. Jesus of Nazareth Yesu wa Nazareti is passing. anapita. This man Huyu mtu was tired of the system. alikuwa amechoka mfumo. How many times Mara ngapi? should I come and sit here Sasa nitakuja nitakaa and hapa. beg and beg and beg? Nakuomba. How many times Mara ngapi? should I go to church Nitakuja kanisani. and nothing happens in my Hapa life? kitu kipya kinatokea I'm mbele still the same zangu. person. Mimi ni mtu yule. No matter how much they change the theme, Mara ngapi utabadilisha This year kauli is mbiu? rest. Mwaka huu ni pumziko. but no matter how much times they change the Lakini theme, haijalishi mara ngapi I'm still utabadilisha the same mfumo. person. Mimi ni mtu yule yule. Yesterday, today, and tomorrow, I'm still the same person. Jana, leo na kesho mimi ni mtu yule yule. This man got tired. Huyu mtu akachoka. Jesus is passing. Yesu anapita. This is my opportunity. Hii ni fursa yangu. This man started shouting, Huyu mtu akaanza kupiga makelele. Jesus, Yesu, Jesus, Yesu, Jesus, Yesu, have mercy on me. Bwana rehema kwangu, ni rehemu. Amen. How many are tired of the system? Wangapi wamechoka mfumo? Amen. Kwa nini baba aende kanisa lingine watu wapokee? Sisi tuje hapa tupate atwache chochote. Why every year Kwa nini kila mwaka it should be the same? tuwe vile vile? No changes. Hakuna mabadiliko In our families, katika familia yetu, at our church, katika makanisani, nothing happens. hakuna kitu kinatokea. Why? Kwa nini? System. Mfumo. Because now it's just normal. Kwa sababu sasa hivi ni mazoea sasa. Tumezoelea. It's normal that I have to go to work. Kwamba ni mazoea kwamba lazima niende kazini. It's normal I have to go to school. Kwamba ni kawaida lazima niende Then shule. now it's normal I have to go to church. Kwa hiyo sasa ni mazoea lazima niende kanisani. It's very dangerous. Ni hatari sana hii. Am I lying? Nadanganya? It's very dangerous. Ni hatari. So this man, Kwa huyu mtu when he heard Jesus, alipomsikia Yesu anapita, he said, I am tired of this system. akasema nimechoka huu mfumo. I am tired of this system. Nimechoka huu mfumo. This man was a radical man. Huyu mtu alikuwa ni kama mtu kichaa He fulani. wanted to break out of the system. Alikuwa anataka kutoka nje ya And he mfumo. knew it's not easy to break out of the Na system. alijua sio rahisi kutoka nje ya He mfumo. had Jesus. Kwa alipomsikia Yesu anapita, This is my time. akasema huyu ni muda This is my wangu. opportunity. Huyu ni fursa I'm yangu. gonna break out Kwamba today. nitatoka katika I'm gonna mfumo. bring a thing. Nimechoka kwa mtu Why should I be a beggar? Kwa nini unaomba? Every day, Kila siku. I pray. Naomba. No answers. Hakuna majibu. I listen to God's word. Nasikia neno la Mungu. No changes. Hakuna badiliko. I praise Him. Ninamsifu. I worship. Naabudu. No changes. Hakuna badiliko. I'm tired of the system. Nimechoka na mfumo. So he heard Jesus passing. Kwa akamsikia Yesu anapita. Then he started crying. Afa akaanza kulia. Jesus. Yesu. He can't see, Haoni. but he can hear. Lakini anaanza kusikia. Jesus. Yesu. Someone is already tired of the system. Kuna mtu tayari ashachoka mfumo. Someone is tired of the system. Kila mtu kashachoka mfumo. Is someone tired of the system? Kuna mtu amechoka mfumo. Is someone tired of the system? Kuna mtu ameshachoka mfumo. He started calling out, Akaanza kuita. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Son of David. Mwana wa Daudi. Have mercy on me. Unirehemu. Have mercy on me. Unirehemu. How many
How many people are going to call Jesus today? Wangapi wenu utamuita Yesu leo? Wangapi wenu mmechoka mfumo? Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. We are tired. Tumechoka. As a living water center. Sisi kama living water center. We have to change. Lazima tubadilike. We are tired of the system. Tumechoka na mfumo. Every day. Kila siku. We are the same. Every day. Kila siku. The church is being abused. Kanisa limekuwa katika watu hawana maana. Christians. Wakristo are nothing. Sio kitu. Why should it be that way? Kwa nini iwe hivyo? Why should it be that way? Kwa nini iwe hivyo? We are tired of the system. Tumechoka na mfumo. Raise up your hand. How many are tired of the system? Watu ambao wamechoka This man, huyu mtu when he heard Jesus pass, aliposikia Yesu said, I am tired. akasema mimi nimechoka. Started calling out, Akaanza kuita Jesus, Yesu, Jesus, Yesu, have mercy on me. Unirehemu. Have mercy on me. Unirehemu. Have mercy on me. Unirehemu. I want to see again. Nataka nione tena. Because the system Kwa sababu mfumo blinds you. You unakufunga. can't see beyond. Unakutia upepo huwezi kuona mbali zaidi ya huo mfumo. It cages you. Unakufungia Kama uko jela. kama uko jela. God bless you. Someone is coming out of the system. Kuna mtu anatoka katika mfumo sasa. Someone is coming out of the system. Kuna mtu anatoka. Amen. It's not easy. Sio rahisi. We've been blinded a lot. Tumekuwa watofu kwa muda mrefu. Tumefungwa macho sana kanisa. We've been blinded a lot. Tumefungwa macho muda mrefu. We don't see beyond anymore. Hatuoni mbele zaidi. The word of God now. Neno la Mungu sasa hivi It's just normal. ni mazoea ya kawaida. Worshiping God. Kuabudu Mungu It's just normal. ni kawaida tu. Why? Kwa nini? It has to change today. Lazima ibadilike. How many want to change that? Wangapi wanataka kubadilisha leo? Wangapi wanataka kubadilisha? How many are tired? Wangapi wamechoka? How many are radical in here? Wangapi wako na kichaa fulani unataka kubadilika leo? Amen. Oh yes. Jesus. Mtu mmoja mwite Yesu. Jesus. Yesu. Somebody lift your hands. Mtu mmoja inua mikono Start yake. worshiping God. Naanze kuabudu Mungu. Somebody lift up your hands. Mtu mmoja inua mikono yake. Worshiping God. Na mwanze If kuabudu you are tired Mungu. of this system, Kama umechoka huu mfumo, even giving out an offering. hata kutoa sadaka sasa hivi. The system Ni mfumo. giving out offerings. Kutoa sadaka ni mfumo. It can never be that way. Haiwezi kuwa namna hiyo. Worshiping God. Kumwabudu Mungu. When you worship God, Unapomwabudu you should Mungu, reflect. lazima umdhihirishe. How could you reflect? Unawezaje If kumdhihirisha it's the system, kama ukija katika mkanda na mfumo? it's impossible. Haiwezekani. Raise up your hand. Inua mikono yako. Raise up your hand. Inua mikono yako. Say, I'm tired of this system. Sema nimechoka na mfumo. I am tired of this system. Nimechoka na mfumo. I want you to break out. Nataka utoke. This man cried out. Ndio. This man cried out. This man, he cried out. Huyu mtu alilia. Saying, Jesus. Akasema Yesu. Jesus. Yesu. I am tired of this Nimechoka na system. mfumo. I am tired of this system. Nimechoka na I mfumo. want you to say, Jesus. Nataka waseme Yesu. Tired of this system. Nimechoka na mfumo. Tired of this system. Nimechoka na mfumo. I want to break out. Nataka nitoke. Break out. Toka. Raise up your hand. Raise up your hand. Inua mikono yako. Very serious. Inua mikono yako. Let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. God bless you. Let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. Everything we do Kila kitu tunachofanya has become a system. kimekuwa mfumo. But today, Lakini leo we are coming out. tunatoka. We are coming out. Tunatoka. I said we are coming out. We are coming out. Tunatoka. Today. Leo. Today. Leo. I want you to do something. Nataka ufanye kitu. I know there are no more offerings. Najua kuna sadaka za kawaida. I know there are no more offerings. Najua kuna sadaka za You are going to kawaida. give them later. Lakini tutatoa But baadaye. today, Lakini leo I want you to give an offering nataka utoe sadaka to Apostle Les Mondegi. kwa ajili ya baba apostoliki. Because every day the word is new. Kwa sababu kila siku neno ni jipya. But today, to us it's normal. Lakini kwa sisi nimekuwa ni mazoea. Because of the blind system. Kwa sababu ya ule mfumo kukufu. I want you to give out a seed Nataka utoe mbegu, upande mbegu. to Apostle Les Mondegi. Kwa mtume Onesimo Ndegi. Give out a seed, Toa mbegu. not an offering. Sio sadaka. Leave the offerings aside. Acha mambo ya sadaka I want you to mbali. give out a seed. Nataka utoe mbegu. That seed Hiyo mbegu is a breakthrough seed. ni mbegu ya mpenyo wako. It's a breakthrough seed. Ni mbegu ya mpenyo How wako. many are ready to give out a seed? Wangapi wako tayari kutoa How many mbegu? want to break out? Wangapi wanataka kutoka? How many want to break out? Wangapi wanataka kutoka? I want you to give out a seed today. Nataka utoe hiyo mbegu Not to leo. me. Sio kwangu mimi. To Apostle Onesimo Kwa Ndegi. mtume Onesimo Our Ndegi. mentor. Mtu wetu, baba yetu. I need cups here. Nataka vyombo. I need cups from pastors. Nataka vyombo. Pastors, I need cups. I want pastors to be here. Nataka wachungaji wepo hapa. I want you to hold something.
Nataka ushike kitu. Something that's not normal. Kitu ambacho sio cha kawaida. Sio ambacho umekizoea. Kitu ambacho hujakizoea. Umezoea kutoa kaza tu, mazoea. Today, leo we are not giving. Tutoi as normal. Kama mazoea, kama mazoea. This is something different now. Hichi ni kitu tofauti. Start today. Not tomorrow. Sio kesho. Not later. Sio baadaye. Right now. Sasa hivi. We break the system now. Tunavunja mfumo sasa hivi. How can we give our system? Ndio mfumo wetu wa kutoa. I want us to give. As a lifestyle. Nataka kuishi kama maisha, mfumo wa maisha. How many of you are ready? Wangapi wako tayari? If you are ready, come and put your seat here. Njoo utoe. Come and put your seat here. Njoo utoe mbegu yako. Come and put your seat. Njoo utoe mbegu yako. Come and put your seat. Njoo utoe mbegu yako. We are breaking through. Tunatoka. Today we are breaking through. Today we are tired. Today we are tired. We are tired. Tumetoka. We are tired. Tumetoka. We are tired of being normal. Every day we are being abused. What a system.